So yule kiongozi wa chama cha Chadema pale ndani ya Tanzania ameweza kutoa salamu zake za rambirambi leo kuhusiana na mpango mzima wa mwenda zake Raila Amolo Odinga pale nchini Kenya. Jambo la kwanza, tunataka kutoa pole kubwa sana kwa taifa la Kenya kwa kumpoteza waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Kenya. Wao walimuita baba na sisi tunamuita baba. Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa siasa za mageuzi na vyama vingi Afrika. Ni mtu ambaye alikuwa na consistency kubwa sana katika kupigania mageuzi ya kidemokrasia na siasa za vyama vingi kwenye nchi yake ya Kenya, na athari za mapambano yake zimefikia mpaka kwenye mataifa mengine ikiwemo Tanzania. Wote tunajua baada ya sisi kuchaguliwa tulikutana naye Kenya, Nairobi, mimi na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu pamoja na mjumbe wa kamati kuu Lema tulimtembelea na tulifanya mazungumzo naye. Katika hatua za baadaye tutazungumza. Kwa hiyo tunatoa pole kubwa kwa chama chake cha ODM. Tunatoa pole kubwa kwa nchi ya Kenya na kwetu sote wa Afrika, kwa sababu tumepoteza mtu muhimu. Kwa umri wake wa uzee ule miaka 80, ni mtu ambaye ni wazee ambao hata akija kwenye kusuluhisha jambo watu wote mnamsikiliza. Kwa hiyo apumzike kwa amani. Tunatoa pole kwa familia yake. Tumeguswa sana. Ladies and gentlemen, sitakuwa mwingi wa maneno leo. Nataka nisome tu comments vile ambavyo Watanzania na Wakenya wameweza kureact baada ya Hacha kuongelelea mpango mzima huno wa kutoa pole zake, especially kama pole za Chadema kwa Kenya ama kwa familia ya Raila Amolo Odinga. So hapa ni acha tusome tu, acha ni maneno. Kuanzia leo majirani zetu tumewasamehe. Njooni tuomboleze pamoja. Huyu ni Mkenya ambaye amesema kwamba amesamehe wa Tanzania, ama Kenya imeweza kuwasamehe wa Tanzania. Kwa hivyo anawalika nchini Kenya wahudhurie ili waende kumwomboleza. Kuanzia leo Tanzania ni ndugu zetu. Njooni Kenya sasa tuomboleze sote kwa pamoja. Ila kwa kweli vile Watanzania mliumizwa na kifo cha Magufuli, pia sisi hapa Kenya tumeumia sana juu ya huyu mzee. Alikuwa muhimu sana hapa Kenya. Pamoja brother Heche, Mungu akubariki. Asante Jembe, pole za Chadema tumezipokea. Kenya tumekuwa mayatima haki. Ndiyo maana napenda sana Watanzania kwa ukarimu wao. Zimeendelea comment nyingi hapa. Poleni sana majirani zetu. Sisi kama Watanzania tumehuzunika sana kwa kumpoteza mzee wenu ambaye ni mzee wetu pia. Tumepokea pole yako Mura Waito Sifuna wa Tanzania. We love you Tanzanians, our brothers and sisters. Poleni sana majirani zetu Tanzania kwa kuhuzunika kwa mtu wetu. Tuachieni mazishi yetu. Okay, sawa. Kuna jamaa hapa ambaye najua ni Mkenya, huyu amekuja ameambia Tanzania kwamba tuachieni mazishi yetu, hayawahusu. Okay. Next ni Kikwete. I don't like this. Okay. Poleni sana ndugu zetu wa Kenya. Kenya nimechoka na mchungwe. Huku ni asali tu na maziwa. Na 2027 mkuje mbinguni nivotie. Huyu ni Raila Amolo Odinga. Huyu ameonekana kama ati mtu amechukua hiyo account yake. Sasa ni kama Raila anaongea kwamba anataka watu waende mbinguni, waende wakampigie kura huko. Okay. Heche akiongea anaeleweka. Tuwe pole sote, nyinyi ni ndugu zetu. Poleni wa Kenya. Binafsi kama Mtanzania nimeumia sana. Mungu ampe pumziko la milele. Asante kiongozi wetu Heche kwa kutuwakilisha Kenya, kutoa pole kwa baba Raila Odinga kaaga dunia leo alfajiri. Asante kiongozi wetu Heche kwa kutuwakilisha Kenya, kutoa pole kwa baba Raila. Tuko sawa sisi sahihi, ni sherehe tu. Ombeni pia nyinyi TZ Samia aende.
kwenye nchi yake ya Kenya na athari za mapambano yake. I don't like this as well. Sijapenda hii. Huyu jamaa amekuja hapa amesema kwamba yeye anatoka Kenya, na hivyo basi saino Kenya ni sherehe tu, na akaambia Tanzania kama nyinyi pia mnatamani hii sherehe yetu, basi ombeni mtu wenu na nyinyi pia ombeni rais wenu aweze kufariki ili msherekee kama tunavyosherekea sisi. Nadhani hii sio comment mwafaka, lakini nimeisoma ili ujue vile ambavyo roho zimechomeka. Mimi ni Mkenya, lakini uongozi wa character cha Chadema nchini Tanzania, hasa Mheshimiwa Heche, ni kiongozi ninayemvulia kofia, ni kiongozi wa vitendo, hata akiwa kama mbunge. Hongera Mheshimiwa, Mungu akuweke, Watanzania waje wafurahie uongozi wako bora, wewe na Mheshimiwa Lissu. Hicho ndicho alichoandika huyu, anajiita Shaban Abdalla. Much respect Mr. Heche, Tundu Lissu, Mwabukusu and all reformists in Tanzania. Salute, continue, anatula continue mpaka kieleweke. Don't give up. Thanks. Sisi tumewapata wa Tanzania sana, tunawapenda pia. Thanks bro. Jamani, kifo cha huyu mzee kimeniumiza sana. Tuendelee na comment, tusichoke hapa. Kweli kabisa, na pia kwa unataka comment yako hapo chini, eka comment yako hapo chini, tutakuja tuisoma tena baadaye hapa kama tuna review hino video. Asante sana Chadema siku zote. Asante kiongozi. Tumepokea pole ndugu yetu wa Chadema. Next tunangoja Uganda to address Kenya. Shukran bwana Heche. Tanzania mtupe huyu tuwape Gachagua. So huyu jamaa amekuja amesema hapa wapewe huyu Heche awe kiongozi wa awe kiongozi wa Kenya, na Kenya pia wachukue ile kiongozi ambaye anaitwa Gachagua awape pia vile vile. Thanks mkuu. Asante sana ndugu zetu wa Tanzania, tuwape pole sote, amin. Majirani asante sana, tunapenda. Asanteni sana majirani kwa kuomboleza na sisi. Chadema forever, sisi ni ndugu wa toka nitoke. Let's go. Asante kaka, tumesikia mkuu. Ni majonzi Kenya nzima tu kwa sasa. Yaani hapa leo kwa Wakenya na Watanzania hadi raha, peace and love. Nimependa sana jinsi mnavyopeana pole. Like Tundu Lissu tu. Okay. Thank you. Wacha tumalize matanga, tutaongea. Kuanzia leo Kenya na Tanzania tumeheshimiana na sisi ni mandugu. Asante sana, tumezipokea salamu. Asante sana Tanzania. Wakenya poleni sana, Mungu awalinde watoto wa Odinga. Najua mtapitia makubwa wakati mgumu, ila Mungu atawalinda. Tanzania kutoka Magufuli, mwingine ni huyu. So kwa ufupi hapa tumalizie kwa haraka ni kwamba Tanzania kikweli imeguswa na msiba wa Raila Amolo Odinga, ama Tanzania imeguswa na msiba ambao Wakenya wamepatikana nao. Na Tanzania vile vile pia imeonyesha kwamba hawana uhasama wote na Wakenya, japokuwa ni uhasama wa mitandaoni, lakini ule uhasama wa damuni hauna. Na vile vile pia Tanzania imeonyesha kwamba iko pamoja na nchi ya Kenya. Lolote litakalotokea Kenya ni la Watanzania, na la Watanzania ni la Kenya, kwa sababu tumeona hapa kwa Kenya wengine hapa bado wanamkumbuka ama wanakumbuka kifo cha Magufuli, vile ambavyo kiliuma baadhi ya watu wengi sana nchini Kenya pamoja vile vile na nchini Tanzania. So mimi nikumkumbushe tu na nikuambie tu kwamba Kenya na Tanzania ni kitu kimoja. Uhasama ambao tunaona kwenye mtandao usikuvuruge kichwa, wala usikufanye wewe ukadhani kambe kama kuna vita kati ya Kenya na Tanzania. Tumeweza kuangalia comment ambazo zimewekwa hapa, takriban comment 311 ambao video imewekwa chini ya masaa 3 mpaka sasa, lakini hakuna comment ya matusi hata moja. Comment zote zilizokuwa hapa ni zile za kumsifia Heche, ule uongozi ambao ameuchukua kama wa Chadema, na kutakia pole nchi ya Kenya pamoja na familia ya Odinga, na vile vile pia wana Kenya, watu kutoka Kenya na watu kutoka Tanzania wakashuka kwenye comment section hapa na kusifiana na kupiana pole na kupiana moyo na kuambiana na kwamba sisi ni wamoja, hatuna uhasama wowote. It is what it is, ladies and gentlemen. This is KG Channel. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching guys. Till next time.